Kama wameunganika kumtafuta Mungu kwa ajili ya mtu mmoja, waje na Mungu kwa ajili ya mtu mmoja. Sasa unajua kwa nini huwa hawaji na Mungu? Wanaendaga na ya mtu kwa Mungu. Baada waende kwa Mungu watoke na ya mtu. Kwa hiyo kikundi cha maombi kifai kuanzia kwa watu, kinafaa kianzie kwa Mungu kiende kwa watu. Hapo kuna mmoja nimeshamchanganya kabisa, nimemchanganya. Yaani hichi kikundi kabla ya kuja kwa watu kichukue matatizo, inabidi kikutane na Mungu kichukue majibu, alafu kiende kwa watu kipeleke majibu kwenye matatizo. Sasa hatari ya leo sasa, Baba Elisha, ubarikiwe na Bwana. Hatari ya leo ni kikundi kinakutana na watu wenye matatizo. Yaani kama wanaandikisha watu kwa ajili ya kupiga sensa, wanachukua matatizo yao wanajiorozesha. Mimi bwana na shida ya mwingine sema ya mgongo, mani ngiki kilileme, mwingine maguru huko. Wote hapa wajiorozesha. Alafu wanayapeleka hayo mahitaji kwa nani? Wenye tunaita mbele za Bwana. Mbele za Bwana ni wapi? Ikiwa Bwana anakaa ndani yenu. Yaani mbele za Bwana ni wapi ikiwa Bwana anakaa ndani yenu? Au mbele za Bwana ni usoni? Au ndo ile niko mbele za uso wako? Bwana niangalie, niko mbele za uso wako. Sasa kama uko mbele ya uso wake, kuna haja gani ya kuangalia wakati uko mbele ya uso wake? Basi injili inakuwa nzito sana. Ukishakuwa mbele ya uso wake, wewe tulia kuone. Sababu uko mbele ya nini? Sasa unamwomba tena kuangalia na uko mbele ya uso wake. Kuna mambo mengine ni madhaifu hata kwenye kuyasikia mwanadamu. Ngoja nikufundishe jambo zito na gumu. Ikitokea siku ukawa kwenye kikundi cha maombi, usianze kwanza kwa watu. Kuwa kama Musa. Anza kwa Mungu ili uende kwa watu. Ukianza kwa watu uende kwa Mungu utaeleweka. Hatubebi matatizo tumpelekee Mungu, tunabeba majibu tulenayo.